Mheshimiwa Najma Mutaza Gige atafuatiwa na Mheshimiwa Kilumbe Shaban Ngenda. Mheshimiwa Boniface Nyangudu Butondo ajiandae. Asante sana Mheshimiwa Mwenyekiti kwa nafasi hii. Kwanza kabisa sina budi kumshukuru Mwenyezi Mungu ambaye ndio muweza wa kila jambo. Lakini nitumie fursa hii kwa dhati ya moyo wangu kumpongeza Mheshimiwa Rais Dr. Samia Suluhu Hassan pamoja na Dr. Hussein Ali Mwinyi kwa kazi kubwa walizozifanya katika kipindi hiki chote cha uongozi wao. Mengi yametajwa Mheshimiwa Mwenyekiti, mambo makubwa yamefanyika, yote hayo ni mafanikio ya serikali yetu ya awamu ya 6 na awamu ya 8 ya Zanzibar. Lakini mimi kwa upekee kabisa natoa pongezi za dhati sana kwa serikali yetu katika sekta ya muungano. Tunaona na tunaelewa wote kwamba muungano ni miongoni mwa tunu kuu za nchi yetu ambayo ni urithi kutoka kwa baba yetu wa taifa Mwalimu Julius Kambarage Nyerere. Lakini Mheshimiwa Dr. Samia Suluhu Hassan na timu yake ya serikali pamoja na mawaziri wote waliokuwa katika sekta ya muungano wameweza kuimarisha na kudumisha muungano kwa namna ya pekee katika kipindi hiki. Wakati wanaingia madarakani kulikuwa na hoja 18 za muungano ambazo zilikuwa hazikufanywa kazi, lakini ndani ya kipindi kimoja cha mwaka 2021-2022 hoja 11 za muungano ambazo zilikuwa ni kero ziliweza kufanywa kazi ndani ya uongozi wa Dr. Samia Suluhu Hassan. Hadi tunazungumza mwaka jana 2024, katika hizo hoja 18, hoja 15 tayari zimepatiwa ufumbuzi. Hii ni jambo la kujivunia kwa sababu muungano wetu ndio umoja wetu, ndio amani yetu. Hayo mengine yote yanayofanyika yanayoleta maendeleo katika taifa letu, bila umoja na amani iliyopo tusingeweza kufanikiwa. Kwa hiyo nipongeze kwa dhati ya moyo wangu namna ambavyo serikali imeweza kuimarisha muungano kwa namna hii. Na hizo hoja 3 ambazo zimebaki, nina imani kubwa sana kwa Mheshimiwa Rais kwa sababu ya uzoefu wake mkubwa alionao katika serikali ya mapinduzi ya Zanzibar kipindi cha miaka 10, lakini akiwa waziri wa nchi ofisi ya makamu wa rais Tanzania kwa miaka 5 na pia makamu wa rais na sasa ni rais. Ninaamini kabisa tukimwongezea miaka 5 yeye na Dr. Hussein Ali Mwinyi, muungano wetu utakuwa imara kuliko tunavyofikiria. Mheshimiwa Mwenyekiti, baada ya pongezi hizo, leo sitozungumza udhalilishaji wa watoto wala suala la madawa ya kulevya. Nimepata wasemaji wengi kuanzia bunge la 11 hadi sasa, wakiwemo askari, wamepaza sauti zao, kazi inafanyika, lakini bado changamoto ipo. Naomba serikali iendelee kufuatilia hasa suala la madawa ya kulevya. Nashauri sana serikali tukazane na wale ambao wanaleta na kuuza na sio watumiaji wa chini kabisa. Hiyo ni ushauri wangu kwenye eneo hilo. Eneo kubwa la ushauri kwa serikali nitaanza kwenye suala la kujitegemea, ambayo ni dhana ambayo imetoka muasisi wetu wa taifa letu. Dhana ya kujitegemea haitakiwi kuenda kwenye serikali peke yake, naanza na wazazi na walezi. Tunapowapa watoto elimu, tunapokuwa tayari kupoteza gharama kubwa kuwasomesha watoto wetu mpaka vyuo vikuu, tusitegemee kwamba wale ndio wataleta utajiri katika familia zetu. Dhana hiyo tuondoshe katika vichwa vya Watanzania. Elimu ndio ufunguo wa maisha, elimu ni kuondoa ujinga, na elimu ndio itatupelekea kufanya kazi ya kuweza kujiletea maendeleo katika taifa letu, lakini sio kigezo pekee cha kuleta utajiri katika familia. Kwa hiyo ili tuweze kuenda na maendeleo ya sasa, lazima dhana hii ya kuweka kujitegemea iwe katika vichwa vya Tanzania. Lakini kwa upande wa serikali, naomba nirudi kwenye maeneo mengi ambayo watu wameshauri, ni urithi wa mababu na mababu zetu: kilimo, ufugaji na uvuvi. Inaimbwa kila siku, ni mali ambayo tunayo na itaendelea kuwepo Tanzania, haitokwisha. Lakini bila kuweka mazingira wezeshi, vijana wetu hawatothamini kilimo, hawatothamini ufugaji, wala hawatothamini uvuvi.
Kwa hiyo serikali tuna wajibu wa kuweka mazingira rafiki. Kwanza, Wizara ya Ardhi. Nipo mwenyewe kule, makamu mwenyekiti. Nawashukuru sana kwa kazi inayoendelea kufanyika. Lakini lazima tuweke mazingira na maeneo maalum kwa ajili ya wafugaji pamoja na wakulima, kila mmoja ajue yuko katika eneo gani ili migogoro iondoke. Itapoondoka migogoro, tutaweza kufika pahala ambapo tunataka kwenda. Lakini swala la pili, ushauri kwa serikali. Tuna vijana wengi wako maeneo ya nje ya miji. Wamesoma wengine hawakusoma sana, bila kuwapa mazingira rafiki ya kuwatafutia masoko kwa mali zinazopatikana katika eneo husika, kwa kuwekea viwanda vya kuchakata yale mali au malighafi za mazao ya kilimo, ya ufugaji na ya uvuvi, hatutoweza kuwashawishi taifa letu. Kama tunaweza kutengeneza miradi mikubwa katika nchi yetu ya mabilioni, tunashindwaje kuwezesha maeneo yanayoweza kufikika kutengeneza viwanda vya kutengeneza juice? Tuna matunda mengi katika nchi yetu. Tuna samaki wa aina nyingi katika maziwa na bahari zetu au bahari yetu na mito mingine. Tunashindwaje kuwa na viwanda? Tunaagizia samaki wa makopo wanauzwa shoppers au madukani kwingine. Tunashindwa sisi wenyewe kuwa navyo. Kwa hiyo naomba sana serikali, hata kama tutaona sisi wenyewe kama serikali bado hali ni ngumu, tutafute wawekezaji waweze kuja kufanya kazi hiyo, lakini tuwawekee mazingira rafiki. Tusiwawekee mlolongo wa mambo mengi na masharti ambayo yatawashinda waende nchi za jirani. Tuna mifugo mingi sana ambayo inatakiwa nje ya nchi, lakini tukiwa na masharti magumu ambayo hayana tija kwa taifa letu, wananchi wetu watashindwa kufanya kazi ya ufugaji. Lakini sio eneo hilo tu. Eneo la madini, sekta ya madini ni sekta kubwa. Na hii sekta tukiweza kuifuatilia, tunasafirisha madini zetu za dhahabu zinakwenda Dubai, zinakwenda nchi nyingine. Kule wanachakata, wanarudisha Tanzania, tunakuja kuvaa wanawake ili turembeke. Hilo ni jambo ambalo la kutafakari serikali yetu. Kama sisi hatuwezi, tumtafute mwekezaji kutoka Dubai aje hapa afungue kiwanda atengeneze malighafi ili tuweze kupata kutumia nchini kwetu. Huo ni ushauri wangu. Lakini niseme tu kwamba mpaka sasa hivi naamini kabisa tukiwa na dhamira njema ya kutaka kuisaidia nchi yetu, lazima turudi kwenye kilimo, ufugaji na uvuvi. Taifa letu lina eneo kubwa sana kuliko nchi zote za Afrika Mashariki. Taifa letu lina eneo lenye rutuba, lina wanyama wa kutosha, ukiacha mbali na sekta ya utalii ambayo ni hazina kubwa ambayo tumeachiwa taifa letu. Mheshimiwa Mwenyekiti, kwa hayo machache naomba niombe sana serikali iweze kufikiria zaidi njia mbadala ya dhana ya kujitegemea ili vijana wetu waondokane na changamoto ya ajira. Hakuna hata serikali moja duniani inayoweza kuwasomesha watoto wake wote na kuwapa kazi za serikali. Hiyo tusidanganye na haitowezekana, kwa sababu nafasi za serikali ni chache kuliko wananchi wanaotegemea kupata ajira. Bila ya kurudi kwenye dhana ya kujitegemea ya baba wa taifa, hatuwezi kuondoa changamoto ya ajira. Baada ya kusema hayo, naunga mkono hoja ya ofisi ya waziri mkuu, lakini naombea kila laheri rais wetu wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania Dr. Samia Suluhu Hassan pamoja na Dr. Hussein Ali Mwinyi, na naomba Watanzania tuendelee kuwaunga mkono na mwaka huu warudi tena kuendeleza mazuri waliyofanya na kuendelea kufuata shauri zetu. Asanteni sana. Asante sana Mheshimiwa Najma Mutaza Giga.